vyuo vitano ambavyo vimeamua kuungana, wameshaungana miaka mitatu iliyopita, na vyuo hivyo ni Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Nelson Mandela, taasisi ya Nelson Mandela ya sayansi na teknolojia, Aga Khan University. Vyuo vitano vimeungana, na katika makubaliano yao, katika muunganiko huo, walikubaliana kwamba wawe na mikutano ya kisayansi mikubwa kila mwaka, ambapo kila chuo kila mwaka wanapopanga kinapanga wao ndio wanakuwa kama wenyeji wa mkutano huo. Kwa hiyo kwa mwaka huu Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine ndio wamekuwa wenyeji wa mkutano huu, na tunashukuru wamekuwa na maandalizi mazuri. Wageni wote kutoka kwenye vyuo hivyo vitano nilivyovitaja wamefika hapa kwa ajili ya kujadiliana masuala muhimu ambayo yanakumba jamii zetu sasa. Kwa mwaka huu wameamua kuwa na mada juu ya masuala yanayohusiana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Na tunajua matatizo ya tabia nchi yamegusa ulimwengu mzima. Kwa hiyo ni muhimu sana vyuo ambapo ndio kuna wanasayansi, kuna watafiti mahiri, waweze kujadiliana juu ya masuala hayo muhimu na waweze kuleta solutions za matatizo yanayotukumba kupitia mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tunafurahi sana, huu ni muungano wa vyuo vitano, na katika serikali yetu mnafahamu tuna ajenda ya umataifishaji wa elimu. Kwa hiyo tunapomataifisha elimu haimaanishi kubaki wa Tanzania peke yetu, lakini katika muunganiko wa vyuo hivi pia kuna chuo cha Canada kimekuwa ni mmojawapo wa chuo ambao kipo katika muunganiko huu. Kwa hiyo sasa inaleta ile ajenda kwa upana wake na kuunganisha vyuo vya nchini, nimetaja vya nchini, na pia kuna chuo cha kutoka Canada kinaitwa Simon Fraser University, nao ni sehemu ya muunganiko huu. Kwa hiyo wanapokuja sasa tunaweza kubadilishana uzoefu, na wao wanakuja kufanya mawasilisho ya kile ambacho wamekipata kule kwao, na sisi tunawasilisha. Yaani kwa pamoja, kama nilivyosema awali, tabia nchi haiathiri Tanzania tu, inaathiri dunia. Kwa hiyo mashauri na mapendekezo na bunifu mbalimbali ambazo zitajadiliwa hapa zitafaa kwa dunia nzima. Kwa hiyo tunafurahi kwa vyuo hivi kuendeleza ajenda hii kubwa ya umataifishaji wa elimu, lakini pia kuendeleza sayansi na ubunifu ambao unakwenda kutatua matatizo halisi ambayo jamii yetu wanayo. Tumeshaona matokeo makubwa ya uwepo wa vyuo katika maeneo fulani. Tukiongelea hapa Morogoro ambako tupo, Chuo cha Kilimo cha Sokoine kiko hapa, lakini mmeshaona mabadiliko makubwa ya namna wakulima wa Tanzania wa Morogoro wanavyobadilisha kilimo chao ili kiwe na tija. Na hiyo inatokana na interventions ambazo chuo hiki kwanza walifanya tafiti ikatoa mafanikio mazuri. Kwa hiyo kile ambacho waliona kama ni matokeo mazuri wamekipeleka kupitia outreach programs za vyuo kwa wakulima, na hivyo wameweza kuboresha matokeo ya maisha yao, matokeo ya kilimo chao. Na tunajua wote mnafahamu vyuo vyote vina kazi kubwa tatu: kufundisha, kufanya utafiti, lakini pia kufikia jamii. Kupitia mkono wao kufikia jamii, tafiti zote ambazo zina matokeo makubwa kwenye jamii zinawafikia jamii ili waweze kuziweka katika vitendo.